taratibu zote za mazishi zinafanyika hapa, na baada ya hapo tutakwenda kumpumzisha mpendwa wetu kwenye nyumba yake ya milele kwenye makaburi ya Kisutu. Lakini nimekutana na msanii nguli, amechonga barabara kwa muda mrefu. Ukitajiwa jina la Rich Rich utaanza kumkumbuka kipindi kile cha mambo hayo, na amefanya hivyo miaka yote, na pia wakati wote, jana, juzi na leo tuko naye. Kaka, kwanza hongera kwa kudumu kwako kwenye tasnia, lakini pole kwa msiba. Niseme asanteni sana, na msiba ni wa kwetu sote. Jinsi ambavyo ulipata taarifa ya kifo cha marehemu Hashim Kambi, tutamani kusikia. Well, nilipata nikiwa nyumbani, ndio nimefika tu kutoka safari. Nilikuwa Tanga na Ndungu, Kilimanjaro. Nilipofika nyumbani haikupita hata masaa mawili nikapigiwa, lakini sikuamini. Nikabisha kidogo, lakini kwa haraka haraka nikampigia mwenyekiti wangu Salum Choma, mwenyekiti wa uigizaji. Basi akaniambia ni kweli hizo habari. Alafu nikaendelea kuona kwenye mitandao ya kijamii. Nikasema tumeipokea, lakini haikutakiwa kwa haraka kiasi. So binafsi nilikuwa nafanya naye filamu inaitwa Power kwa Mtito. Kwa hiyo ndio sijui tutaanzaje tena, lakini ndio hivyo. Pole sana. Natamani kusikia historia yake, kwa vile ambavyo ulikuwa kufahamu kwenye filamu kipindi kirefu, na amedumu naye kwa muda mrefu mpaka anaondoka, bado nyota yake inameremeta kwelikweli. Well, niseme tu brother Hashim Kambi, mimi ni miongoni wa watu wa mwanzo kabisa kumpointi au kumrecruit katika kikundi changu. Nilikutana miaka ya 2003 mwishoni 2004. Nilikutana na brother Kambi, alikuja kufanya service ya gari yake kule Vingunguti kule, na mimi nilikuwa good year enzizo ilikuwa kule. Na mimi nilikuwa naenda kubaisha tairi pale, akaniona, akaniita pembeni, akaniambia napenda unapoigiza, lakini na mimi ningependa kufanya hayo mambo. Nikamwambia usiwe na wasiwasi, mimi na kikundi changu. Wakati ule kilikuwa kinaitwa Commander Family pale Ilala. Nikamwambia karibu pale Ilala. Lakini wakati huo nilikuwa nimeanza kazi mpya, niliajiriwa Chaibora. Basi nikampeleka kikundi changu, nikamkabidhi kwa kina Haji Adamu, kwa kina Lumole Matovolo hawa, na Shija na Claudia alikuwepo, kwa kina Chekibudi. Basi akajoin pale na yeye. Basi ndio mwanzo wa kufahamiana na Kambi, na alifanya vizuri. Baadaye mimi na JB 2006 tukafanya naye sinema nyingine, ikaenda mzee wangu akiniheshimu, na tuliishi vizuri sana kwa kweli. Tumemwona kwenye karakta nyingi, lakini tunatamani kujua karakta ambayo wewe binafsi uko ukiona inakufurahisha kwenye moyo wako. Well, anaweza sana kucheza decent. Anaweza kwenye kuigiza, kuna karakta nyingi sana. Watu wengi hawajui, ni kama timu ya mpira. Mtu anaweza kustrike, mtu anaweza kudefense, lakini alikuwa anaweza sana kucheza hapa katikati kama midfield. Alikuwa ni muunganishaji mzuri sana kwenye sinema yoyote. Ukimpanga mitaa hiyo atafanya vizuri sana. Kwenye kifo hiki tumepoteza kiasi gani kwenye tasnia ya filamu? Niseme a lot. Tumepoteza sehemu kubwa sana. Unajua namna ya watu wenye umri wake kuwapata kwenye tasnia ni ngumu. Unajua kuna transition yetu hapa, kuna kuvuka, umeona. Ukivuka unamkuta yeye, ukienda mbele kidogo unakuta kina Chilo. Lakini watu wana uwezo wa kufanya vizuri sana, wenye muonekano wa namna ile, na jinsi alivyokuwa anacheza ni ngumu sana kuwapata watu kama wale. Kwa hivyo niseme tu tasnia imepata pengo kubwa, lakini tuseme ni kazi ya Mungu. Okay, umezungumza kwamba mliwahi kufanya filamu wote pamoja. Pengine watu wangetamani kufahamu kwamba ni tabia gani ambayo alikuwa nayo, pengine nje ya kamera alikuwa haionyeshi, lakini wewe ilikuachia hata funzo moja wapo. Brother Kambi alikuwa mtu, yaani nje ya kamera Brother Kambi ni mtu zaidi ya mtu. Hata ukutana naye baada ya salamu anaendelea kuuliza vipi nyumbani, baada ya nyumbani kuuliza vipi watoto. Basi ni mtu wa hivyo. Alikuwa humble mno. Alikuwa mtu yani msikivu na kupenda wenzake wafanye vizuri. Alikuwa hivyo. Tunaondoka na neno gani kwenye msiba huu mzito, of course uliogusa tasnia kwa namna yake, manake wasanii karibu wote mpo hapa? Niseme tu kwa wote, sio kama sisi umri uliokwenda, lakini kwa wote tujiandae tu. Kifo kinaweza kuja wakati wowote. Pole sana kakangu. Asante sana. Bwana Rich Rich, mwamba kabisa kwenye tasnia hii.
Upanga Dar es Salaam, ambapo ndipo tunasubiri mwili wa mzee Hashim Kambi ambaye amefariki dunia jana, na tuko hapa na msanii my brother. Kwanza pole na msiba. Asante sana. Kwanza natamani kufahamu kipindi unapata taarifa hizi za msiba ulikuwa wapi, na taarifa hizi umezipokeaje? Mimi taarifa za msiba nimezipata nikiwa njiani katika msiba wa jirani yangu wa zamani Spaki. Kwa baada hapo wife akaniambia, bwana sasa kuna taarifa za msiba kwa mzee kafariki. Taarifa gani? Na tena mzee yupi? Nimeingia mtandao nasikia Hashim Kambi kafariki. Mimi nipata na butwa. Kwa baada hapo tena nikashindwa kuelekea kule kwa kuamini kwamba nije kwanza huku alafu ndo niende kule. Kwa kabidi sasa nikaona acha tu nitulie, sababu mvua na ni mafoleni na nini, ndio kama nimehudhuria leo na nilitoka hapa naenda Tanga kumstiri mdogo wangu jirani yangu wa zamani Spark. Kwa vifo ndo tayari vishatokea, no way out. Kubwa ni kuombea dua walotangulia hivyo mbele yao nyuma yetu basi. Okay, watu wangependa kufahamu kwamba wewe na mzee Kambi mliwahi pengine kufanya kazi wote au ulimfahamu? Tumefanya kazi nyingi sana, na mbali na kazi kuna mambo mengi sana ya kifamilia tumeshirikiana. Kama yeye kwa upande wangu amenisaidia vitu vingi sana vya kifamilia, maugomvi, ushauri na nini, yani kwangu alikuwa ni mzazi. Kwa mbali na hayo yote kwa yote kwamba nikumwombea dua, lakini mimi nimemfahamu muda mrefu, na nje na sanaa ni mzazi wangu, ndani na sanaa pia alikuwa mzazi wangu. Kwa hiyo ni mambo yangu yote alikuwa yeye ananishauri kila kitu. Kwa hiyo limenigusa kwa asilimia kubwa sana, na hapa kila mtu limemgusa kwa asilimia kubwa sana. Kubwa zaidi kumwombea dua tu, hamna kingine inshallah. Okay, kuna vitu pengine alikuwa umesema alikuwa mtu wako wa karibu, nikatamani kufahamu kwamba kuna vitu aliwahi kukushauri au alikuwa kushauri labda kama hautojali nilisha viongelea sana hivyo, mbona vinafahamika. Mimi na mzazi mwenzangu wa mwanzo kuhusu mtoto wangu wa kwanza, yani vitu vinafahamika kwamba alikuwa anashauri vitu vingi sana. Familia yake, familia yangu ni familia ambazo najuana kabisa kwamba huyu mzee wetu na huyu ni kijana wake. Kwa hiyo ni kwamba vinafahamika, yani vingi sana ambavyo havina idadi. Kieleza hapa havina idadi. Yeah. Tasnia ya burudani tunaweza kusema imepoteza watu muhimu. Kama ulivyosema kwamba itakiwa jana uende kule kwenye msiba na leo uko hapa. Kuna kitu gani umejifunza kupitia hii misiba miwili? Kujitoa tu. Ukiona wenzako wamepata tatizo kimbia, na wewe kesho ukipata tatizo utakukimbilia. Ni kujitoa tu, na kujifunza ni vile vile kwamba Mungu yupo, kumwogopa Mungu, kuwa na hofu na Mungu, kufanya toba, kufanya ibada, kuweka mwisho wako vizuri na salama. Basi hamna kingine. Okay, hapo uliposema kujitoa nimekumbuka. Niva, wewe ni miongoni mwa wasanii ambao nakutana nao sana kwenye matukio ya kijamii, hasa ya wasanii wenzao. Moyo huu ulitoa wapi? Mimi nimefundishwa na wakubwa zangu, ndio hivyo. Mimi kwenye masuala ya harusi sio masherehe kunikuta na ngumu. Yaani kwenye sehemu muhimu sana mimi ndo nikuta. Misiba, si mtu anaugua, anaumwa, sirini, michango mimi utanikuta. Ila tu unaoa, sijui una sherehe, si sehemu mfano na uzinduzi kunikuta ngumu. Mimi napenda vitu vya ibada sana. Hivi ni ibada ambavyo vinavyompendeza Mungu. Yeah, hivyo vya ushetani mara chache sana. Yeah. Chochote kile cha mwisho ambao ungependa kushare na watu ambao wanakutazama pengine hapo? Tumwombee dua tu mzee. Hamna kingine zaidi ya hicho. Tumwombee tu dua mzee. Basi.